أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العلي العظيم. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutupa taufik ya kuonana tena siku hii ya leo katika kikao chetu cha 34 katika mlolongo wa vikao vya tafsiri ya Qur'ani tukufu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutuwezesha kutoka kikao cha kwanza mpaka kikao tulichokuwa nacho leo kuweza kumaliza kuitafsiri suratul Fatiha na suratul Baqara na Ali Imran mpaka aya ya 32. Kikao chetu cha leo cha 34 tutaondokea kwenye tarjama ya aya ya 33 mpaka 44 na baada ya hapo tutakuwa na sherehe ya ujumla ya aya hizo ambazo Mungu kama atatuwafikisha kuzifanyia tarjama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Inna Allaha astafa Adam, hakika Mwenyezi Mungu amemteua Adam. Hakika Mwenyezi Mungu amemchagua Adam. Wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin, na Nuhu na familia ya Ibrahim na watu wa Ibrahim na familia ya Imran na watu wa Imran kuliko viumbe wengine, ala alalamin, kuliko viumbe wengine wa zama zao, dhurriyatan ba'daha min ba'd, hali ya kuwa ni kizazi baadhi yake kwa baadhi nyingine, hali ya kuwa ni watoto baadhi yao kwa baadhi nyingine. Wallahu samiun alim,
na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mjuzi. Wallahu sami'un, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mno. Alimun, ni mjuzi mno wa kila jambo. Idh qalat imra'atu Imran, kumbuka wakati aliposema mke wa Imran, Rabbi, ewe Bwana wangu, inni nadhartu laka, hakika mimi naweka nadhiri kwako wewe, ma fi batni, kwa kile ambacho kipo ndani ya tumbo langu, kwa kile ambacho kiko ndani ya mfuko wangu wa uzazi. Muharrara, kuwa wakfu. Muharrara, kuwa mtumishi wa msikiti mtakatifu. Fataqabbal minni, basi nikubalie kutoka kwangu, basi nikubalie mimi. Innaka anta samiul alim, hakika wewe ndiyo mwenye kusikia mjuzi. Falamma wada'atha, zamani alipokizaa icho kilichokuwa ndani ya tumbo lake, qalat, akasema, Rabbi, ewe Bwana wangu, inni wada'tuha untha, hakika mimi nimemzaa mwanamke, hakika mimi nimemzaa akiwa mtoto wa kike. Wallahu a'lamu bima wada'at, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi kile ambacho amekizaa. Walaysa dhakaru kal untha, na hakuwa mwanamume ni kama vile mwanamke. Wa inni samaituha Maryam, na hakika mimi nimemuita Maryam. Wa inni u'idhuha bik, na hakika mimi namkinga kwako wewe. Wa dhurriyataha, na watoto wake, minashaitani rajim, na shetani mwenye kuwekwa mbali na rehma. Fataqabbalaha rabbuha, akamkubalia Bwana wake, biqabulin hasan, kwa makubalio mazuri. Wa ambataha nabatan hasana, na akamlea malezi mazuri. Wakafalaha Zakaria, na akamuangalia Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab, kila alipoingia juu yake Zakaria katika mihrabu, wajada indaha rizqa, alipata mbele zake riziki, alipata mbele zake chakula. Qala ya Maryam, akasema, ewe Maryam, anna laki hadha, umetoa wapi wewe
riziki hii? Umetoa wapi wewe chakula hiki? Qalat huwa min indillah, akasema riziki hii inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu anamruzuku amtakaye pasina hisabu. Hunalika daa Zakaria rabbah, hapo alimuomba Zakaria bwana wake, hapo alimlingania Zakaria bwana wake. Qal, akasema rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ewe bwana wangu nipe mimi kutoka mbele yako mtoto mwema. Innaka samiu dua, hakika wewe ndiyo mwenye kusikia dua, hakika wewe ndiyo mwenye kusikia maombi. Fanadatuhu almalaika, wakamlingania yeye malaika, wakamuita yeye malaika. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kusimama anaswali katika mihrab. Anna Allaha yubashiruka biyahya, kwamba Mwenyezi Mungu anakubashiria wewe kwa Yahya, kwamba Mwenyezi Mungu anakupa habari za furaha wewe kwa Yahya. Musaddiqan bikalimatin min Allah, hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha neno linalotoka kwa Mungu. Wa sayyida, na ni bwana. Wa hasura, na ni mtawa. Wa nabiyyan min as-salihin, na ni mtume katika watu wema. Qal, akasema rabbi anna yakunu li ghulam, akasema Zakaria, ewe bwana wangu, basi vipi atakuwa kwangu mimi mtoto? Basi vipi nitapata mtoto? Waqad balaghani alkibaru, na hakika nimefikia mimi utu uzima. Wa mraati aqir, na mke wangu ni tasa, na mke wangu hazai. Qal, akasema kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha, kama hivyo anafanya Mwenyezi Mungu alitakalo. Qala, akasema rabbi ja'al li aya, ewe bwana wangu nijalie mimi dalili, ewe bwana wangu nipe mimi ishara. Qala ayatuka, akasema dalili yako, akasema ishara yako, alla tukallima nnasa, ni kutowasemesha watu, thalathata ayamin, siku 3, illa ramza, ila kwa ishara. Wadhkur rabbaka kathira, namtaje bwana wako kwa wingi. Wasabbih bil ashiyi wal ibkar, namsabbih asubuhi na jioni, namsabbih jioni na asubuhi. Wa idh qalatil malaika, nakumbuka waliposema malaika, ya Maryam, ewe Maryam, inna Allaha astafaki,
hakika Mwenyezi Mungu amekuteua wewe, watahharaki, na amekutaharisha wewe, wastafaki, na amekuchagua wewe, ala nisa'il alamin, kuliko wanawake wote wa zama zako. Kuliko wanawake wote wa zama. Ya Maryam, ewe Maryam, uqnuti li rabbiki, swali kwa ajili ya Bwana wako, nyenyekea kwa ajili ya Bwana wako, wasjudi, na sujudu, warka'i, na rukui, ma'a raki'in, pamoja na wenye kurukui, na swali pamoja na wenye kuswali. Dhalika min amba'il ghaib, hizo ni katika habari za ghaib. Nuhihi ilaik, tunazijuza kwako wewe. Wama kunta ladaihim, na hukuwa wewe mbele yao. Idh yulquna aqlamahum, wakati walipotupa kalamu zao. Ayyuhum yakfulu Maryam, ni nani wao atakaye mlea Maryam. Wama kunta ladaihim, na hukuwa wewe Muhammad mbele yao. Idh yakhtasimun, wakati walipohasimiana, wakati walipobishana, wakati walipotofautiana. Surat Ali Imran kutoka aya ya 33 mpaka aya ya 44. Baada ya tarjama hiyo, sasa naomba twende kuzisherehesha aya hizi chache za Surat Ali Imran. Aya hizi, ndugu zangu wapendwa, kuna masomo matano muhimu tunayoweza kufaidika nayo leo, na nitajitahidi siku hii ya leo masomo haya matano yote niweze kuyasoma mbele yenu, na wala sio somo moja wala mawili. Na kabla ya kuanza, naomba tubadilishe mazingira yetu bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, somo la kwanza tunalolisoma katika hizi aya, hususan aya 33, 34, 39. Aya hizi zina somo moja kubwa muhimu ambalo ni Allahul Khaliq wal Mukhtar. Mungu ndiye anayeumba, na Mungu ndiyo anayechagua, na Mungu ndiyo anayeteua. Mungu ndiye anayechagua, Mungu ndiyo anayeteua. Hiyo ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo wateuliwa ni watu walioteuliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wateuliwa wakati mwingine wanakuwa mitume wa Mungu, wakati mwingine wanakuwa warithi wa viti wa kiti cha mtume, wote ni wateuliwa. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu humchagua mja wake tu kwa kumpenda yeye mwenyewe. Aya hizi zinatueleza Mungu amewateua wafuatao. Kwanza Adam alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam. Katika dua Ummu Daud tunayoisoma kwenye mwezi
wa Rajab 15 akimzungumza Nabii Adam, na ni dua bila shaka kutoka kwa imamu wa 6 na mwalimu wa maulama wote wa Kiislamu, Sayyiduna Jaafar bin Muhammad as-Sadiq al-Musaddaq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika dua Daud, al-Imamu Sadiq anamswalia Nabii Adam, anasemaje? Wasalli ala Adam badi'a fitratik, Mungu mswalie Adam, kiumbe ambaye ulimuumba hakuna kiumbe anayefanana naye. Badi'a fitratik. Kwa hivyo Mungu alimteua Adam, akamuumba Adam, akamfanya ni mtume wa Mungu, akampa maelekezo aliposhuka duniani, inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahima wa Musa. Kwa hivyo Adam sio baba tu wa watu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha astafa Adama, katika aliyowachagua Nuh. Wama adraka man huwa Nuh alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam. Muhammad, ambaye baada ya Adam sio miaka mingi, kisa maarufu akatengeneza jahazi, watu wakaasi. Ala kulli hal, katika aliyowateua ni Ibrahim, baba wa dini zote tunazozitambua. Waislamu wanasema dini yao mwenyewe ni Ibrahim, ndiye aliyewaiteni Waislamu. Mayahudi wanasema sisi ni kizazi cha Ibrahim, kwa sababu sisi ni kizazi cha Yakobo. Yaqub anazaliwa na Ishaq, Ishaq anazaliwa ni Ibrahim. Lakini sio hivyo sisi Waislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ukifuatia nasabu yake kuanzia yeye mwenyewe Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdu Manaf ibn Qusay ibn Ghalib ibn Fihr, mpaka kufika kwa Adnan. Wa Adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasabiyya ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa muntama wa muntaha. Sheikh al-Barzanji mwanatwarika na mkadiria huyu kwamba ukiangalia nasab ya Nabii Muhammad inakwenda moja kwa moja mpaka kwa Adnan, mpaka kwa Ismail, mpaka kwa Ibrahim alayhi wa ala nabina wa imatina afdalu salati wassalam. Kwa hivyo Ibrahim mbawa zake zote mbili, Ismail alikotokea Mtume Muhammad, inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Ukija huku nako Ishaq, Yaqub na Banu Israil na Ali Imran, Zakaria, Yahya, Maryam, kizazi hicho chote ni upande huu mwingine. Na upande wa Mtume Muhammad hakuishilia kwa nani? Kwa Muhammad ibn Abdillah, la, istifa na ikhtiyar ikaendelea kwa watoto na wajukuu wa Mtume Muhammad, nyota 12
nyota 12 mkichwa wao nani? Ndugu yake Mtume Muhammad. Mkichwa wao nafsi ya Mtume Muhammad. Alafu zinakuja nyota 11 baada ya nyota hii kubwa, Ali ibn Abi Talib, maimamu 12 wote kizazi cha nani? Kizazi cha Mtume Muhammad. Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Zainul Abidin, Muhammadul Baqir, Jaafar as-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali ar-Ridha, Muhammadul Jawad, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, مولاي صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليهم. Hawa wote kinaingia kizazi hicho cha nani? Kizazi cha Mtume Muhammad. Wote wanaingia kwenye mwamvuli wa istifa, wanaingia chini ya Ibrahim. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Haya, kwa haraka haraka, kwa sababu nimeahidi lazima nukta 5 leo zote niweze kuzisoma. Nukta ya kwanza, ya pili, alhikma fi istifai Maryam wa tathhiriha. Naomba salawatu kwanza kabla ya Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. 42 43 Mwenyezi Mungu anasemaje? Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba, anasema 42 na 43, anasema kumbuka waliposema malaika kumwambia Maryam, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu amekuteua wewe, lakini amekutwaharisha. Hikma, nini hikma ya kutwaharishwa Maryam? Nini hikma ya kuteuliwa Maryam? Maryam is not a prophet. Maryam sio mtume. Kwa nini ateuliwe? Kwa nini atwaharishwe? Maneno mazito na muhimu yanahitajia darasa kamili, lakini nitakwenda haraka haraka, nitakupa nukta 5 hapa. Nukta ya kwanza, kwa nini Maryam Mungu amteue wakati ni mwanamke? Kwa nini Mungu amtwaharishe? Kwa nini? Why? La kwanza, kwa sababu Maryam atambeba mtu anayeitwa Masihi. Maryam atambeba mkombozi wa wana wa Israeli. Maryam atambeba mtoto ambaye atakuja kukamilisha mission ya nani? Mission ya Nabiyullahi Musa. Na afdalu salati wassalam. Hapa nataka nikuonyeshe umuhimu wa Masihi, umuhimu wa muokozi, umuhimu wa mtume wa umma, mfikishaji wa Mungu. Lazima tutambue, tunapomzungumza mtume prophet, tunapomzungumza mtume mwakilishi wa Mungu, sio mtu mwenye akili ambazo sio akili za kawaida. Yani usije ukamlinganisha mtume na Aristo au Aristoto. Watu wawili tofauti. Usije ukamlinganisha mtume na Rodiga Garudi na mwanafalsafa.
tofauti. Na ndiyo maana Maryam hakuwa mama wa kawaida. Why? Maryam is not a prophet, sio mtume. Lakini why? Kwa nini? Kwa sababu anataka kumbeba nani? Anataka kumbeba mtume. Kwa hiyo na yeye sio wa kawaida. Hiyo nukta ya kwanza ya haraka. Lakini jambo la pili, Maryam lam takun min sulalatin tahiratin. Lakini jambo la pili, Maryam baba yake ni kizazi cha Ibrahim, ni kizazi cha Ishaq, ni kizazi cha Yaqub. Lakini mama yake Hanna sio kizazi tahara. Assalamu alaikum ya ahla baiti nubuwa wa mawdhi'a risala wa mukhtalafa almalaika wa mahbita alwahyi ahlu baiti nubuwa. Yani kuna watu au ni watu wa nyumba ya utume, kizazi cha utume. Mama yake Maryam sio kwenye kizazi hicho. Kwa hiyo ikabidi azaliwe Maryam na mtu mtakatifu ili Maryam awe mtakatifu, na baada ya hapo ndio amzae nani? Mtakatifu Isa alayhi wa ala nabina wa immatina afdalu salati wassalam. Jambo la tatu, kwa sababu ya uzito ya mimba atakayoibeba Maryam na uzito wa mtume wa Mungu atakayemzaa ambaye ni Isa, Jesus, Mungu akafanyaje? Mungu akazidisha uteuzi wake kwa kumtwaharisha. Akasemaje? Ya Maryam, inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisai alalamin. Akafanyiwa tahara. You know why? Kwa sababu atabeba katika tumbo lake mtu anayeitwa mtume wa Mungu, kalimatullah, neno la Mungu, kitendo cha Mungu. Lakini nukta ya 4 kwenye kichwa changu hapa ni ufananisho wa Maryam na Fatimatu Zahra salawatullahi wasalamuhu alaiha. Maryam alaiha salam ametwaharishwa, wataharaki kwa aya. Wai? Kwa nini? Kwa sababu Maryam atabeba mteule ambaye ni Isa alayhi salam. Fatimatu Zahra, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Fatimatu Zahra naye akatwaharishwa. Why? Hadithu al-kisa maruf. Fatima ametwaharisha kwa hii aya. Mungu amemtakasa na aina zote za mapungufu. Why? Fatima si mtume. Unajua kwa nini? Kwa sababu Fatima atabeba nyota
11 zitatoka kwenye mgongo wake. Nyota hizo zote zitakuwa ni watu waliokuwa tahara. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lakini jingine, Fatimatu Zahra lazima awe tahara. Kwa nini? Kwa sababu mission na message ya Mtume Muhammad na mitume wengine haitokamilika ila kwa kudhihiri mjukuu wa Fatima ambaye ni Imamul Hujja. Atakamilisha mission ya Isa na Musa na Muhammad na Adam na Nuh. Mtu huyo lazima atoke kwenye tumbo lililokuwa tahara. Kama tumbo la nani? Kama tumbo la Maryam alaiha wa ala Zahra salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ndiyo maana unampata Zahra alaiha salam, riwaya zinatueleza lau sikuwepo Ali, Fatima asingekuwa na mume wa kumuoa duniani. Wazaramu mpo, riwaya zinatueleza mama huyu ambaye Mungu amemteua Fatimatu Zahra kama alivyoteuliwa Maryam, ametwaharishwa kama alivyotwaharishwa Maryam. Na si hivyo tu, Maryam ni bora kwenye zama zake, Fatimatu Zahra ni bora wa zama zote. Lau asingekuwepo Ali, Ali ambaye ni nani? Wa anfusana, Ali ambaye Mungu anasema ni nafsi ya Muhammad. Utahara ule ule wa Muhammad ndio utahara wa Ali. Tahara hizo mbili zikatengeneza waokozi wa umma huu na wa mwisho wao Al-Mahdi, atakayeijaza dunia amani, upendo, maelewano, mshikamano, kusikilizana, ambapo ndiyo malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwatuma mitume wake. Muda hauniruhusu, naomba ukasome ibada za Maryam zinazogusiwa 42 43, ukasome ibada za Fatimatu Zahra salawatullahi wa salamuhu alaiha. Nukta ya tatu ambayo inao ni nzito, inatisha, ni hamlu Maryam. Ujauzito wa Maryam, yani kisa cha bibi Maryam kupata ujauzito, kuzaliwa kwake na malezi yake. 35, 36, 37 Ali Imran. Nimetaja kwenye tarjama kisa cha kuzaliwa kwake kwa haraka haraka, muda hauniruhusu kukitaja hichi kisa, lakini naomba tuna mazingatio matano hapa ndani. Mazingatio ya kwanza ni ahamiyatu nadhiri, umuhimu wa kuweka nadhiri. Inni nadhartu ma fi batni muharrara, umuhimu wa kuweka nadhiri. Na siri ya kuweka nadhiri ni kukubaliwa kwa maombi yako na dua yako, na tajruba imeonyesha hivyo. Jambo la pili, ukisoma kisa cha mama yake Maryam na kumweka wakfu mtoto aliyekuwa tumboni kwake, utaona umuhimu wa kujitolea kwa ajili ya kuitumikia dini ya Mungu. At-tadhiya li khidmati ad-din, inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Haya, jambo la tatu kwa haraka haraka, ishara arrajulu walmar'a fi khidmati lislami sawa. Mwanamke na mwanamume katika kuitumikia dini ni sawa sawa, hakuna tofauti.
Kama vile ambavyo mwanamume anayo nafasi ya kuitumikia dini, na vile vile mwanamke anayo nafasi ya kuitumikia dini. Kama ambavyo nyumba za ibada zinawahusu wanaume, nyumba za ibada zinawahusu vile vile wanawake. Fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Jambo la 4, umuhimu wa malezi. Wa ambataha nabatan hasana. Umuhimu wa malezi katika Uislamu. Na maneno ya Waswahili, usipoziba ufa utajenga ukuta. Wazazi katika jambo la kuwalea watoto, na changamoto tuliyokuwa nayo ya kimaadili katika jamii yetu, moja ya solution yake kubwa ni kuwalea watoto wetu. Taban, najua athari ya malezi nje watoto wanapotoka, lakini tutakapoweza kuwalea watoto wetu majumbani mwetu, tukawa nao vizuri, tukawafundisha ibada majumbani mwetu, tukawafundisha kumcha Mungu majumbani mwetu, tukapambana wasiangalie yaliyokuwa mabaya majumbani mwetu, tukawasimamia watakapokuwa mashuleni, tukawa tuko nao mguu kwa mguu mpaka wakamaliza university, mpaka tukawaozesha, tutakuwa tumeisaidia jamii katika jambo ya malezi, katika jambo la malezi. Na ndivyo alivyolelewa Maryam. Lakini la 5 na la mwisho, almasjid makanu sun'i alkawadir. Mahali gani pa kutengeneza watu? Viongozi wanatengenezwa wapi? Taban, ninaposema viongozi sikusudii tu mujarrad kiongozi, na kusudia kiongozi mwadilifu, kiongozi mcha Mungu, kiongozi ambaye atakuwa hali rushwa, kiongozi ambaye atakuwa anawajali watu. Mission yake ni watu, sio ni posho mission yake. Kuna watu Sheikh Muhammad wanapambana waende bungeni ili apate posho. Alikuja kijana wangu mmoja anataka kwenda kugombea uchaguzi ujao, anambia Sheikh, naomba unibariki nikagombee. Nikamwambia usende kugombea, utakwenda motoni. Kwa nini? Nikamwambia wewe hapo ulipo ni maskini, kwenye akaunti yako hauna hata milioni 100. Wewe utakapokwenda kugombea, ima ni ubunge au ni ujumbe au ni wenyekiti au ni udiwani, wewe utakachokifanya ni kuwaibia wananchi ili uweze kuishi. Kwa hiyo utakwenda motoni. Haitaki salawatu hiyo. Lakini waliolelewa kama vile Maryam aliyelelewa katika nyumba ya ibada, Mungu anasemaje? Wakafalaha Zakaria, wakafalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab. Kwa hivyo nyumba ya ibada ndiyo mahala pa kulelewa viongozi ambao si waongo, si matapeli, si mafisadi, si wala rushwa. Kazi yao ni kuwatumikia watu wao. Nukta yetu ya 4, mazingatio 5 katika kisa cha dua ya Zakaria. Sakarike njira simba nyejere anema wima
Muda hauniruhusu kutaja kisa cha Zakaria. Nimekitaja kwa juu haraka haraka, na nimeahidi leo nukta zote 5 nazitaja. Mazingatio matano katika kisa cha kumwelezea Nabii Zakaria. Zingatio la kwanza, aya 38, 39, 40, 41. Alwaqai'u alyawmiyya kulluha madrasa. Haya matukio yanayotokea kila siku ni darasa. Zakaria amekwenda akamuona Maryam. Mbona wakati huu ni wakati, sio wakati wa maembe? Mbona Maryam, chumbani kwako kuna maembe? Akamwambiaje? Akamwambia haya maembe yanatoka kwa Mungu. Mungu anamruzuku amtakaye pasi na hisabu. Hivi kumbe Mungu, angalia darasa hiyo yani muda wote huo Zakaria hakuyajua hayo. Haraka akakimbia Zakaria, mimi nilikuwa niko wapi? Mbona sina akili? Haraka akaenda akamuomba Mungu. Kwa matukio yote yanayokutokea katika maisha ni darasa, na ndiyo maana Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kwamba tujifunze, tusome kutoka utoto mpaka uzee. Sasa soma kusudio ukakae darasani. Matukio yanayotokea katika maisha ni darasa. Kila kinachokipitikia kisome. La pili, katika dua ya Zakaria, ad-du'a ibadatun la yustaghna an. Dua ni ibada. Usije ukafikia mahala ndugu yangu kusema mimi sina haja ya kuomba. Wewe una nafasi kama vile mtume, lakini mtume aliomba, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Usije ukafanya kibri, sema mimi siombi tena. Niombe nini bwana? Kama ni mali ninazo magari ninayo, kama ni ubaya ubwela. Sallu ala bil qasim Muhammad. Kila tunayekaa naye tunamshinda. Sasa unataka nini tena? La, bado dua ni muhimu. Kumuomba Mungu ni ibada. Lakini jambo la tatu, katika masomo ya kisa cha Zakaria, Mungu ana waja wake. Waja hao wakinyanyua mikono tu wakimuomba Mungu, Mungu huwapa. Zakaria amenyanyua mikono. Tendo la kunyanyua mikono tayari Mungu akampa. Na waja hao sio mitume tu, mitume wa Mungu, mawali wa Mungu, maimamu, wacha Mungu, na wako mpaka leo. Wakinyanyua mikono Mungu amewapa. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masahaba zake walimfuata, ya Rasulullah, hali imekuwa mbaya, mvua imekatika. Mtume akanyanyua mikono, Mungu lete mvua. Mikono inashuka, mvua inakuja. Mvua ikapiga kweli kweli nzito. Mbona mvua inaleta mafuriko sasa? Mji wote mafuriko matupu. Maswahaba akaenda kwa Mtume, ya Rasulullah, kweli tumeomba mvua lakini sasa inatudhuru. Mungu aipeleke huko mashambani, huko ndio tunakohitajia, hapa mjini hatuhitaji mvua. Mtume akanyanyua mikono, Allahumma hawalaina wala alaina. Mungu ipeleke huko mashambani. Ikaondoka mjini ikaenda mashambani. Lakini kisa cha Zakaria kinatufunza vile vile sehemu za kukubaliwa dua. Muda hauturuhusu ningekutajia, lakini moja ya sehemu inayokubaliwa dua ni msikitini. Ni msikitini. Hunalika daa Zakaria rabba fanadatuhu almalaika wa huwa qaimun yusalli fi almihrab. Jambo la tano la mwisho katika kisa cha Zakaria,
Inawezekana mtu akawa mtume na ni mtoto. Amemuomba Yahya, Yahya kakabidhiwa utume, bado ni mtoto, hajazaliwa. Nakupa habari za furaha za mtu atakaye na jina lake likatoka kwa Mungu, ni bwana, ni mtawa wa nabiyan min as-salihin. Ishara ya kwamba inawezekana mtu akawa imamu bado ni mtoto mdogo, akawa kiongozi ni mtoto mdogo, bali akateuliwa kuwa mfalme au chifu wa kabila ni mtoto mdogo. Nukta ya 5 na ya mwisho ya haraka, Mungu baada ya kuzungumza haya yote akazungumza ya kwamba haya tuliyoyasema min amba'il ghaib, ni katika habari za ghaib. Hasa hapa sina muda, lakini moja ya tuhuma ya Mashia wanasema maimamu wao wanajua ghaibu, ndivyo sivyo? Moja ya tuhuma wanayotuhumiwa Mashia kwamba maimamu wao wanajua ghaib. Haya yote aliyoyasema Mungu kuhusu Zakaria, kuhusu Yahya, kuhusu Maryam, mwisho Mungu anasemaje? Mungu anasema hizo, ewe Muhammadi, ni katika habari za ghaib, hukuwa wewe unazijua wala jamaa zako. Dhalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik. Sasa nini maana ya ghaib? Na kweli maimamu wetu wanaweza kujua ghaib. Sasa ukijua maana ya ghaib hutopata tabu. Kwa hiyo nakupa kwa haraka univumilie. Maana ya kwanza ya ghaib, huwa ma ghaba anka walam tashhaduhu. Jamani, mpo Waarabu? Ni lile jambo ambalo wewe hukuwepo, hukulishuhudia. Ndiyo maana Mungu anamwambia Mtume kisa cha Mariamu kumzaa Isa au Yesu, kisa cha Yahya, kisa cha Zakaria, kisa cha Hana, haya yote ni ghaibu. Haya, hiyo maana ya kwanza ya ghaib. Maana ya pili ya ghaib ni alqiyama, ni siku ya kiyama. Na kwenda haraka muda uniruhusu. Kwa hiyo tunaposema ghaib, moja ya maana yake ni kiyama, lakini pili ni pepo na moto, maana yake ni ghaib. 4, ghaibu maana yake huwa kullu ma jaa min indillah, kila yaliyotoka kwa Mungu ni ghaibu. Tafsiri ya Ibn Abbas hiyo. 7, kila kitu ambacho hatukijui sisi ni ghaibu. 8, kudhihiri na ghaiba ya al-Imamu al-Mahdi salawatullahi wa salamuhu alayhi ni ghaib. Allahumma salli ala Muhammad. 9, makusudiwa ya ghaib ni al-Quranul Karim. 10 na mwisho, ghaib ni kila kitu kilichojificha. Ukijua hizi maana 10, hapo sasa akili yako itafanya kazi. Kama makusudiwa ya ghaibu ni hayo, je, kuna ubaya wowote mtume au mitume na maimamu kujua ghaibu? Sitaki niende mbele hapa. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات.